Mpendwa mtazamaji, ni siku ya Jumanne. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika Injili ya Yohane sura ya 17 aya ya kwanza hadi ya 11 na kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 aya ya 17 hadi ile ya 27. Nitaisoma Injili. Siku ile Yesu aliinua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi nimekutukuza duniani, hali nimemaliza kazi ile ulionipa niifanye. Na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu. Walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika. Sasa wamejua ya kuwa yote ulionipa yatoka kwako, kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Mimi nawaombea hao, siuombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako, na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimetukuzwa ndani yao. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, ni sala ya mwisho ya Bwana wetu Yesu Kristo katika ule usiku wa Alhamisi Kuu kwa wafuasi wake, kwa wale mitume 11, wakati Yuda alikuwa amekwisha ondoka. Anasali sala hii akianza na maneno haya. Baada ya kuweza kuinua macho yake mbinguni, anasema, Baba, saa imekwisha kufika, umtukuze mwanao. Katika Biblia mara nyingi sana Yesu, ukisoma katika Injili ya Yohane mwanzoni kabisa sura ile ya 2, wakati mama yake alipotaka aweze kuwapatia divai, alimwambia, mama, saa yangu haijafika. Wataalamu wa mambo ya Biblia wanasema saa amekabidhiwa Shetani na siku ni ya Mungu. Ndio maana mara nyingi katika Biblia imeandikwa siku ya Bwana, siku ya Bwana. Na Shetani angepewa tu siku, angeweza kutuangamiza kweli kweli. Yeye amenyimwa siku, amepewa masaa. Hivyo basi Yesu mwenyewe anapokuja kuzungumza kwamba saa imekwisha kufika, maana yake ni saa ya mateso, ni muda ambapo Shetani alikuwa amekabidhiwa kuweza kumtesa. Anaanza kuchambua neno hili kwamba mtukuze mwanao. Je, Yesu Kristo anaenda kutukuzwa namna gani? Anaenda kutukuzwa kupitia msalaba. Msalaba ulikuwa mbele yake. Ndio maana katika Injili ya Yohana sura ile ya 12 aya ya 23 alisema, saa imefika mwana wa Adamu anapoenda kutukuzwa. Na ndio maana katika saa zake za kuweza kutukuzwa alikaa masaa 3 msalabani akiwa anamtukuza Mwenyezi Mungu kifo cha aibu, na baadaye pia alikaa masaa 72 kaburini, na baada ya hapo akatoka akiwa mzima. Msalaba ndio unaenda
kuwa chombo cha yeye kuweza kutukuzwa. Na ukijifunza hili utatambua kwamba watu wote muhimu wenye historia kubwa duniani hapa walitambulika wao ni akina nani katika nyakati zao zile za mwisho. Katika saa ya kufa walitambulika kwamba wao ni akina nani. Yaani kwamba hata kama jamii haikuweza kuwapokea, hata kama jamii haikuweza kuwathamini, wakaweza kuwahukumu kwamba ni wabaya, zile saa ya kufa kwao wameonekana kwamba wao ni muhimu sana, na vile walivyokufa baada ya vifo vyao ndivyo thamani zao zimekuja kuongezeka kwamba ni watu muhimu sana katika jamii. Yesu Kristo ameingia katika kundi hilo. Alikufa kifo cha aibu pale msalabani, lakini baada ya kifo chake, saa ile ya kuweza kufa kwake, watu wote hata wale wabaya wakasema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Anaendelea katika sala hii ya kuweza kuwaombea hawa mitume, anasema na uzima wa milele ndio huu, wa kujua wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Yesu Kristo anaanza kuzungumza juu ya uzima wa milele, kwamba alikuja duniani, anamwaga damu yake, amekufa kifo cha aibu, amefufuka, atakwenda mbinguni pale alipo na sisi tuwepo. Huo ndio uzima wa milele, na heshima katika uzima wa milele anapewa Mwenyezi Mungu peke yake na si mwingine. Sasa katika habari za kurithi uzima wa milele, wale watu wote ambao wameandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele, kazi ya kwanza ambayo Yesu anazungumza, anasema wakujue wewe Mungu wa pekee na Yesu Kristo uliyemtuma. Kumjua Mwenyezi Mungu, hatua ya kwanza ya kuweza kuurithi uzima wa milele, kuweza kuingia mbinguni, ni kumjua Mwenyezi Mungu. Huwezi ukaingia mbinguni bila kuweza kumjua Mwenyezi Mungu. Ina maana gani kuweza kumjua Mwenyezi Mungu? Katekisimu Katoliki imeanza swali la kwanza kabisa mwanzoni, inauliza tu duniani kwa kusudi gani? Inajibu hivi: tuko duniani kwanza kumjua Mwenyezi Mungu, ya pili kumpenda Mwenyezi Mungu, tatu kumtumikia, na baada ya kuweza kumtumikia tuweze kufika mbinguni. Katika Agano la Kale, wana wa Israeli na Wayahudi kwa ujumla, Myahudi yule ambaye amesimama katika dini ile ya Kiyahudi, walikuwa ya kwanza lazima wamjue Mwenyezi Mungu. Yaani kumjua Mwenyezi Mungu ilikuwa ndio hekima. Usipomjua Mwenyezi Mungu, maana wewe huna hekima. Ndio maana katika ile Mithali sura ya 3 aya 18 kwamba imesema kumjua Mwenyezi Mungu ndio hekima yote, yaani ujue uweza wake. Na ndio maana katika Hosea sura ya 4 aya 6, Hosea alisema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Usipomjua Mwenyezi Mungu, huyu huwezi ukampenda. Usipomjua Mwenyezi Mungu ukapata maarifa, huwezi ukamtumikia. Na ukiona hujamjua Mwenyezi Mungu, hujampenda, hujamtumikia, ulitumikia vitu vingine, utambue kwamba 100% huwezi ukaurithi uzima wa milele. Yesu amezungumza kwamba wale wanaoingia mbinguni ya kwanza lazima wamjue Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mjue sana Mwenyezi Mungu na neno lake, mjue Mwenyezi Mungu katika uweza wake, mjue Mwenyezi Mungu nguvu zake. Ukimjua Mwenyezi Mungu utaenda kuwa naye mbinguni. Ukimjua Mwenyezi Mungu utaweza kumtumikia. Ukimjua Mwenyezi Mungu utampenda. Usipomjua Mwenyezi Mungu, hakika utaanza kuwatafuta watu kuwa ndio msaada wako, na Biblia imesema kwamba amelaaniwa ambaye amemfanya mwanadamu kuweza kuwa kinga kwake. Tupo katika nyakati ambazo watu badala ya kuweza kuwafanya wamjue Mwenyezi Mungu, hasa sisi wahubiri, tunaenda tofauti kabisa na Yesu Kristo. Yeye alipokuwa hapa duniani alihakikisha kwamba watu wote wanamjua Mwenyezi Mungu na Yesu Kristo. Hakutaka kuwafanya watu wamjue Yesu Kristo, wamjue Mwenyezi Mungu. Na baadaye pia hadi katika kazi yetu sisi ya wahubiri, kazi yetu ni kuwafanya watu wamjue Mwenyezi Mungu, wasitujue sisi. Na hata katika majina yanayozunguka huko mtaani, si majina kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, ni majina yetu sisi. Na ni dhambi kubwa sana mtu kujitangaza kwamba yeye ni wa fulani wakati hakumwaga damu ya huyo mtu kwa ajili yako. Umjue kwanza Mwenyezi Mungu. Na katika hali hii kuto kumjua Mwenyezi Mungu, watu wanapotea. Yesu alisali sala hii:
na ni sala yangu kwamba umjue Mwenyezi Mungu, upate maarifa, uwezi kupotea kamwe. Yesu anaendelea, anasema sasa Baba, umtukuze mwanao huyu Yesu Kristo, yaani unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule uliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu wako. Anaendelea, anasema jina lako nimewadhihirishia watu wale ulionipa katika ulimwengu, waliokuwa ni wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelisikia. Ana maana gani anaposema jina lako nimewadhihirishia? Katika Biblia takatifu au katika mambo ya kiroho, jina limebeba tabia nzima ya mtu, na mtu anajulikana kupitia jina lake. Jina sio herufi tu, jina ni nafsi. Kwa hiyo jina limebeba tabia nzima ya mtu, na ndio maana unapompatia mtoto jina la mtu fulani, maana yake yule mtoto anachukua tabia zote za yule mtu uliokuwa umempa hilo jina. Sasa Yesu anaposema jina lako nimewadhihirishia, maana yake tabia za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu jinsi alivyo, Yesu Kristo ameweza kuidhihirisha duniani. Mungu katika Agano la Kale alikuwa ni mbali sana na wanadamu, hadi wana wa Israeli walikuwa hawapaswi kuweza kulitamka jina la Mwenyezi Mungu, na ndio maana ilibidi watamke Yehova, kwamba ni Mungu ambaye yuko mbali na wanadamu. Sasa ndio maana hata katika ile amri za Mwenyezi Mungu akasema usilitaje bure jina la Mwenyezi Mungu, usilitaje bure jina la Mwenyezi Mungu, kwa sababu unapotaja jina manake unatamka tabia na uweza wa Mwenyezi Mungu na asili yake ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Yesu Kristo anaposema jina lako nimewadhihirishia hawa, manake Mwenyezi Mungu sasa amekuwa karibu na watu. Yeye mwenyewe alikuwa karibu na watu. Watu wanamjua Mwenyezi Mungu, wamejua tabia, wamejua asili ya Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu mwenye huruma kupitia maisha ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni Mungu mwenye ambaye ni mnyenyekevu, ni Mungu mwenye upendo. Wana wa Israeli katika Zaburi ile ya 9 kuanzia ile aya ya 10 walisema, wale wanaolijua jina lako watakutumainia wewe. Kwa hiyo ukitambua tabia ya Mwenyezi Mungu, ukitambua jina lake, ukitambua asili yake, ukitambua uweza wake, kwamba Mungu yu karibu, utaweka matumaini. Na mtu ambaye ameweka matumaini baada ya kuweza kulijua jina la Mwenyezi Mungu ni mtu mwenye furaha, ni mtu ambaye ana amani, ni mtu ambaye ana upendo. Ukijiona kwamba huna furaha katika safari ya maisha yako, huna matumaini yoyote katika safari ya maisha yako, maana yake hujamjua huyu Yesu Kristo, hujamjua Mwenyezi Mungu, hujalijua jina lake. Na katika Zaburi ya 20 ile aya ya 7 anasema, hawa wanajivunia magari na wengine wanajivunia farasi, bali sisi tunalisifu jina la Bwana Mungu wetu. Hizo zilikuwa sala za Waisraeli. Na ndio maana sasa baada ya Yesu Kristo kuweza kudhihirisha jina la Mwenyezi Mungu, sasa unakuja kumsikia Paulo katika ile wa Filipi sura 2 amesema Yesu Kristo baada ya kuweza kuinuliwa jina lake limekuwa kubwa zaidi, na kila goti litakiri kwa jina la Yesu kwamba yeye ni mweza. Na kupitia jina la Yesu mitume waliweza kufanya kazi kubwa sana, waliweza kuwaponya wagonjwa, waliweza kuwafufua wafu, na hadi leo jina la Yesu linafanya kazi. Kwa nini? Jina lake ndio tabia yake, asili yake yu pamoja na sisi. Kwa hiyo katika siku ya leo, kati ya vitu ambavyo vya kuweza kuvifanya uweze kuwa navyo karibu ni kulitaja jina la Bwana wetu Yesu Kristo katika kila safari ya maisha yako, kila unapopita katika changamoto yote ya maisha. Jina hili maanake tabia hii ya Yesu Kristo itakuja kwako, maanake nguvu ya kimungu itakuwa kwako. Na la pili, kwa sababu majina yana nguvu sana ya kutenda mambo, usipende sana kulitaja jina la Mungu wako. Usipende kulitaja jina la Mungu wetu ovyo. Liheshimu sana jina la Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu ukiliheshimu jina la Mwenyezi Mungu, Yesu Kristo atakuwa pamoja na sisi, atakuwa pamoja na wewe, na nguvu yake itakuja kukuokoa. Anaendelea akitamka maneno hayo kwamba ninawaombea hao, si uombee ulimwengu, bali hao ulionipa.
Angalia kitu anachokifanya Yesu. Anaanza kuwaombea wale mitume wake. Anasema hakuombea ulimwengu, na anaendelea anasema, sikuombi ili uwatoe katika ulimwengu, bali uweze kuwalinda. Yesu Kristo alijua changamoto ambayo ingekuja kuwakuta hawa mitume wake. Aliwaombea katika dunia hii, alituombea katika dunia hii ambayo imejaa kila aina ya changamoto. Na ndio maana unakuja kumwona pia mtume Paulo anawakusanya wazee wa Efeso mwishoni kabisa mwa utume wake, anapowapatia ile hotuba kabla hajaondoka, anawaombea, anawapatia maneno ya mwisho. Anasema, nilivyokuwa pamoja na ninyi niliweza kuwahubiria habari za Mwenyezi Mungu bila uoga. Na anaendelea anasema, niliishi maisha ya kujitegemea, mikono yangu hii ilifanya kazi, sikumwelemea mtu. Anasema, katika nyakati ambazo nilikuwa pamoja na ninyi niliweza kuzikabili mateso yote ambayo yalikuwa yamekuja kwangu. Sasa anawaambia kwamba ninawaweka chini ya nguvu ya Roho Mtakatifu aweze kuwalinda. Kwa hiyo Paulo anawaombea wazee wa Efeso, Yesu Kristo analiombea kanisa. Maana yake nini? Viongozi hawa ambao ndio wamekuwa msingi mkubwa katika safari ya maisha yetu, tunamfuata Kristo, aliliombea kanisa. Mojawapo ya sifa ya kiongozi yote wa kanisa, kiongozi yote, ni kuwaombea wale watu ambao uko nao. Waombee. Ukiona kiongozi waombei wale watu, maana yake utambue kanisa hilo litakuja kusambaratika. Baba, katika familia, wewe ni kiongozi, waombee watoto wako. Waombee. Wawekee mikono kama Yesu Kristo alivyoweza kuombea wale mitume. Waombee. Dumu katika maombi, ombea familia. Ombea umoja, ombea kazi yako, ombea familia yako. Ukidumu katika maombi hayo, familia yako itakuwa na umoja. Maombi ya Yesu Kristo ya kuweza kuliombea kanisa kwamba usiwatoe katika ulimwengu huu, ndio ambayo yamelifanya mpaka leo kanisa lipo. Usipodumu katika kuweza kuombea familia yako, usipoombea watu wako, kanisa, familia yako itasambaratika. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.